Usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Naam. Kanisa la Katoliki amri ya kwanza wanasema nini mwalimu? Utamwabudu Mungu na kumtumikia yeye peke yake. Amri ya pili ya Biblia. Amri ya pili ya Biblia inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Amri ya kanisa inasema nini? Tusikie kama wabadilisha pale, maana wameasi maandiko na wanakataa. Wanasema usilitaje jina la Mungu bure. Hivyo ndivyo Biblia inasema mwalimu? La hasha. Biblia inasema amri ya pili ni gani? Biblia inasema amri ya pili ni usifanye sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Naam. Amri ya kanisa la Katoliki, amri ya pili wameondoa, wakaleta amri ya tatu ya Biblia, wakaleta ikiwa amri ya pili. Aibaga mwodo na challenge iyo atukuhiririe nwe mutira mana haraka idore toke tukumuhuriria maundu nigetha mumenye nigetha tukutana uri kama anyona atia. Kwa hivyo amri ya pili inasema kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga. Amri ya pili ya kanisa la Katoliki inasema kwamba usilitaje jina la Mungu bure. Amri ya tatu ya Biblia inasema kwamba usilitaje jina la Mungu bure. Kanisa la Katoliki amri nayo ya tatu wanasema nini? Wanasema iweke kitakatifu siku ya Mungu. Iweke kitakatifu siku ya Mungu. Katoliki wanasema kwamba iweke kitakatifu siku ya Mungu. Je, siku ya Mungu nayo ni ipi katika Biblia nzima? Siku ya Mungu ni ipi? Na ndio amri ya 4. Soma pale. Inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kwa hivyo amri ya 4 ya Biblia inasema ikumbuke siku ya Sabato. Siku ya Sabato uitakase. Je, hiyo ni amri ya Mungu wa kweli? Na tumeambiwa kwamba tuikumbuke siku ya Sabato na tuitakase. Je, ni nani mwanzilishi wa Sabato ya kweli hapa duniani? Kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 2 na mstari wa 3. Tunakuomba utuvumilie tu tumalizie hii mada ili sisi tukienda, tukiendana kwetu. Ana tunaona vile tulikuwa tunapanga au vile tulikuwa tunatarajia kwamba tumalizie mnamo siku ya Jumatatu ambayo inakuja. Naona siku zetu ni kama zimefika mwisho, kwa sababu nitawaambia kwa nini siku zetu zimefika mwisho. Hebu nisomee kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 2 na mstari wa 3. Andiko linasema nini? Inasema vipi? Mungu Baba yetu akaibariki siku ya saba. Mungu akaibariki siku ya saba. Akaitakasa. Kwa sababu katika siku hiyo. Katika siku ile Mungu alistarehe. Kwa hivyo Mungu alistarehe siku ya ngapi? Ya saba. Mungu alistarehe siku ya saba. Naam. Na akaitakasa. Ndio. Watu wengi tutaona, je, wamekataa siku ya saba au hawajakataa katika dunia hii? Mungu akabariki siku ya saba na akaitakasa. Wacha sasa tuende tujue siku ya saba ni gani kwa urahisi. Turudi sasa katika shule. Hata mwanafunzi wa darasa la pili, mtoto wa shule ya msingi, wa darasa la pili anajua kuhesabu siku kuliko watu wazima. Watu wazima wamesoma, wakaenda class 8, wakaenda form 4, wakamaliza university, wengine wakaendelea na masomo, lakini wamebaki kuwa hawajui siku za wiki, hawazijui. Wanashindwa na watoto wadogo, watoto wa darasa la pili. Weje
siku za wiki ni vipi, ili tujue siku ya saba ni gani. Hata watoto wetu wanafunzwa na walimu kuhusu the days of the week, wanafunzwa na walimu katika shuleni kuhusu siku za wiki. Lakini sisi tunanenepa, tunakuwa wakubwa, lakini hatujui siku za wiki. Hatujui siku za wiki. Hebu nisomee kitabu cha nisomee kitabu cha English 8 cha Standard 2. Kitabu cha English 8, hebu nisomee katika Ngozi mstari kitabu cha English 8 ukurasa wa 23. English 8, soma kwa Ngozi. English 8. Sasa ni lazima turudi shule kidogo, maana watu wengi walipitia shule lakini hawakujua siku za wiki. Class 2. Standard 2. Hebu rudia pale tena. English 8. Standard 2 imeandikwa na nani hiyo kitabu? Maana wanasema ni sisi tumeandika tukajichukia. Bana. M.S. Patel. Mr. M. Patel, yeye ndiye mwandishi wa kitabu kinaitwa English 8 darasa la pili. Sasa ukurasa wa 23 inasema nini kuhusu the days of the week? Inasema topic ni days. Days of the week. Siku za wiki. Sunday is the first day of the week. Sunday is the first day of the week. Endelea. Monday is the second day of the week. Monday is the second day of the week. Tuesday is the third day of the week. Endelea. Wednesday is the fourth day of the week. Endelea. Thursday is the fifth day of the week. Friday is the sixth day of the week. Friday ndiyo inaitwa siku ya Ijumaa na Mwarabu. Siku ya Thursday inaitwa Alhamisi. Sasa Ijumaa ndio siku ya 6 ya wiki. Endelea. Saturday is the 7th day of the week. Saturday is the 7th day of the week. Saturday is the 7th day of the week. Sasa 7th day is now the 7th. Saturday is the 7th day of the week. Na ndio tunasikia kwamba Biblia inaita Sabato siku ya mapumziko na ni siku ya saba. Biblia inasema kwamba amri ya 4 ikumbuke siku ya saba uitakaze, na ni amri. Wacha sasa tutembee katika ndugu zetu wa upande wa kushoto katika imani ambao wanaitwa Waislamu. Tusikie, je, wanajua kwamba Sabato ni amri? Nisomee kitabu cha Qur'ani 4 mstari huo wa 47. Qur'ani 4 mstari huo wa 47. Tusikie, je, Sabato ni amri au Sabato si amri? Wana ndugu wetu ambao tunawasalimia salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusikie kwamba je, wanajua Sabato ni amri na ni lazima ichukuzwe? Soma pale. Ni katika kitabu cha Qur'ani 4:47. Kitabu cha Qur'ani 4 inaitwa chapa ya Farisi. Inasema ya kwamba ni ukurasa, samahani, ni sura ya 4 mstari huo wa 47. Tusikie, je, Sabato ni amri? Enyi mliopewa kitabu, aminini tuliyoteremshieni yanayosadikisha yale yaliyomo nanyi, kabla hatujazigeuza nyuso tukazipeleka kisogoni, au kabla ya kuwalaani kama tulivyowalaani watu walioharibu utukufu wa Jumamosi. Watu ambao waliharibu utukufu wa Jumamosi. Na amri ya Mwenyezi Mungu, amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa, ni lazima kufanywa. Kwa hivyo wanadugu wetu wa upande wa kushoto katika imani, hatuna muda mwingi wa kuelezea kwa nini wako katika upande wetu wa kushoto, kwa sababu hatuna muda mwingi. Tumeona muda wetu unaendelea kuyoyoma kabisa.
wanasema ni lazima amri ya Mungu kufanywa, na ni kufanywa ikiwa amri na ni siku ya Sabato. Hapo mjue na muelewe kabisa. Sasa nataka unichukulie chapa ingine yao tusikie. Je, wanasema ni lazima siku ya Sabato iadhimishwe? Nichukulie kitabu cha Qur'ani 7, Qur'ani 7:163, chapa inaitwa ya Al-Hamsini Al-Barwani. Tusikia kwamba Al-Hamsini Al-Barwani ni Qur'ani ambayo ni kubwa, inakubalika. Si Qur'ani ambayo tumetunga, ni za ndugu wetu, na tunajua kwamba ni vizuri tuvisome vitabu hivi, maana hakuna mtu ambaye amefanywa na kitabu chochote asikisome. Hata sisi tunanunua Qur'ani na tunasoma na tunaelewa, ili tujue kwamba ni wapi watu wamedanganywa, ni wapi watu wamedanganywa na madhehebu ya siku ya leo. Soma andiko kitabu, nisomee pale sura ile ya 7:163 inasema nini? Kitabu cha Barwani, hiyo Barwani kubwa pale, hiyo Barwani hiyo unashika Barwani hiyo kubwa, kitabu cha Barwani 7 mstari huo wa 163. Soma pale katika tunasoma katika kitabu cha Qur'ani kubwa, Surat Al-Ahzab, inaitwa sura Al-Ahzab 163 inasema, na waulize habari za mji uliokuwa kando ya bahari, auliza mji walioko katika mji wa bahari, wakiivunja Sabato, Jumamosi ya mapumziko. Kwa hivyo Jumamosi ya mapumziko, kwa hivyo Jumamosi ni ya mapumziko. Jumamosi ni Jumamosi ni ya mapumziko. Kwa hivyo Jumamosi ni ya mapumziko. Qur'ani inasema hivyo Qur'ani. Yaani Jumamosi ni siku ya mapumziko. Je, wacha tusome sura ingine, sura ya 16 mstari huo wa 124 inasema nini? Kitabu cha Qur'ani 16 mstari huo wa 124 inasema vipi? Inasema hivi, mwalimu wangu, wala sio kuitukuza. Hakika siku ya Sabato, Jumamosi, waliwekewa wale waliohitilafiana kwa ajili yake. Na hakika Mola wako mlezi bila shaka atahukumu baina yao siku ya Kiyama, katika yale waliokuwa wakihitilafiana, Sasa nisomee fafanuzi ya hiyo aya, maelezo zaidi kuhusu haya. Maelezo yanasema hivi, wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa, na kuiacha Jumamosi. Waislamu kama mko karibu, mtukaribie. Islam takbir. Kwa hivyo tunasikia kwamba maandiko katika kitabu cha Qur'ani inasema ya kwamba si kuitukuza Juma au Ijumaa, siku ya Ijumaa, na kuiacha Jumamosi. Qur'ani ya Barwani inasema Waislamu wasiweze au wasikuwe wakitukuza Ijumaa na kuiacha Jumamosi. Jumamosi ni siku ya mapumziko kulingana na Qur'ani, si mimi. Qur'ani inasema hivyo, ndugu yangu. Kwa hivyo tunasoma vitabu hizi ili mpate kuelewa, mpate kufahamu, msiwe katika giza. Sasa kama Qur'ani pia inasema kwamba ni amri na inasema siku ya Sabato ni Jumamosi, je, Wakristo nyinyi kwa nini msiiweke kitakatifu siku ya Sabato? Na siku ya Sabato ndio siku ya 7 ya wiki na ni amri ya Baba wetu wa mbinguni. Je, sasa wacha turudi katika Biblia tupate kufahamu, je, siku hii ya Sabato
Tulisikia kwamba mwanzilishi wa siku ya Sabato ni Baba yetu wa mbinguni, aliibariki na akaitukuza, akaibariki na akaitukuza. Kwa hivyo ndugu zangu, ni vizuri tupate kujua ya kwamba, je, ni nini hatustahili kufanya siku hii ya Sabato? Kitabu cha Isaia 58 barua 30. Ninajua anaweza pata haja nyingi za watu wakisema kwamba Yesu ni akwira mteigoro na watu ni agirire. Yesu ni akwira mteigoro na patore yodira. Ugo ni kwa biji marutanaga. Na mtoko na Biblia ngma kana hapo na watu agirire. Tuone kwamba je, Sabato ilisha au ni ya kudumu? Soma andiko katika kitabu cha Gapi. Isaia 58 mstari wa 13. Nasema nini? Maandiko matakatifu yanasema, kama ukigeuza mguu wako usisahau Sabato, kama ukigeuza mguu wako usiharibu Sabato, usiharibu Sabato, usiharibu Sabato, usiharibu Sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, usifanye anasa siku ya Sabato, ukiita Sabato siku ya furaha. Sabato ni siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana. Sabato sio siku yetu, bali ni siku ya Baba wetu wa mbinguni. Tunaona ya kwamba alifanya siku 6 kazi, siku ya 7 akaibariki na akaita ni siku yake. Kwa hivyo siku ya Sabato na ndio siku ya 7 ni siku ya furaha na si siku ya kufanya kazi yoyote. Hiyo siku ya Sabato sio siku ya kufanya kazi. Na watu tusikie maandiko yanasema vipi? Kitabu cha Waibrania 4 mstari huo wa 9. Maandiko yanasema nini? Nikumalizia tukigojea wahubiri wakuja na wasipotee bali na yule ambaye ako na swali lolote atukaribie, atuchallenge, aseme ya kwamba tumesema namna ambayo haistahili. Mkaribie kama uko na swali kabla hatujaenda. Utukaribie ndugu yangu, tunakupenda sana na Biblia imetuelimisha. Biblia imetuambia ni vizuri mtu atuulize swali lolote ajibiwe kwa urahisi. Pia Qur'ani inasema kwamba jadilianeni na namna iliyo bora. Ukisoma kitabu cha Qur'ani sura ya 16 mstari wa 125 inasema kwamba vizuri Waislamu na Wakristo wajadiliane na namna iliyo bora. Kwa hivyo pia Qur'ani imekubali watu wajadiliane. Wakristo kujeni tujadiliane pamoja nani, kama mnapenda kweli, kama mnapenda ukweli wa maandiko, maana nyinyi ninajua kwamba mnatazamia tu uzima wa milele. Pia mimi natazamia uzima wa milele. Kwa nini uwe katika giza? Hebu kwanza nisomee pale kitabu cha Waibrania 4 mstari wa 9. Inasema nini? Isa inasema hivi, basi imesalia raha ya Sabato. Imesalia raha. Siku ya Sabato ni siku ya furaha. Kwa hivyo imebakia raha ya Sabato kwa watu wa Bwana, kwa watu wa Bwana. Kwa hivyo Sabato ni siku ya raha kwa watu wa Bwana. Kuna watu wanasema kwamba Yesu ni Sabato. Watu ambao wanasema Yesu ni Sabato, tukaribieni mahala hapa mtupe andiko linasema kwamba Yesu ni Sabato. Kuna walimu wengi wa uongo wanaosema kwamba Yesu ni Sabato. Tunataka hilo andiko, na wanasomea watu andiko gani? Katika kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 29. Kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 29, tukiendelea kutamatiza au tukiendelea kufikisha katika tamati au katika kikomo cha somo la leo. Hebu soma pale kitabu cha Mathayo 11 mstari huo wa 9. Mathayo 11 mstari huo wa 29. Tukigojea wahubiri wakuja wakosoe maandiko ambayo tumesoma. Na mingi tumesomewa mafunzo mengi. Watukaribie kabla hatujaenda. Sisi tuliwaambia kwamba huwa tunapeana nafasi watu waulize maswali. Sisi wahubiri wanakuja wanarukaruka alafu wanaenda. Hawataki watu waulize maswali. Hapana, sisi tunawapa maswali ya kila mtu.
awe ni mama, awe ni baba, awe ni nani, ni kijana au mwanamke yote yule, tunaomba swali lake. Hakuna mtu tunabagua rangi au kabila au kanisa, na sisi tunapenda watu wote, lakini mafunzo ambayo watu wameshika ambayo hayatokani na Biblia tunapinga kiwaziwazi, tunapinga waziwazi, na tunatumia Biblia, tunaleta hoja ambazo ni za waziwazi kupinga uongo wowote, na tunaleta na tunainua ukweli juu ili Masihi wetu wa mbinguni aendelee kuinuliwa. Soma andiko pale tusikia wale wanasema kwamba sababu ni Yesu, wanasema kwamba Yesu ndiye raha. Ati Yesu alisema kwamba atakupumzisha mizigo. Sasa wanasema wamepumzishwa katika Sabato. Hivyo mnadanganywa na wahubiri. Tunawataka sana nyinyi mnasema Yesu ni Sabato, amewapumzisha kutoka Sabato. Tunawahitaji mahala hapa kabla hatujaenda, maana najua tukienda mtakuja kuambia kwamba watu Yesu ni Sabato, lakini hamsomi maandiko. Soma andiko. Inasema hivi, Mathayo 11:29 inasema hivi, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole, na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwangu. Sasa watu wengi wanasema kwamba wanapata raha kwa Yesu, yani wanapumzishwa, wanatoka katika Sabato ambayo ni amri ya 4, inasema ishike siku ya Sabato, ishike siku ya Sabato uitakase, maana ni amri ya Baba. Kama Yesu ni Sabato, ati watu wasishike amri, hata amri ya 7 msishike. Kama Yesu ni Sabato, amri ambayo inasema usizini, usishike hiyo amri. Wewe mkawene akikoje sio weka tu. Sasa umwana wa Mungu ni hujja. Makirana na watu ile ama ya Biblia. Makirana na uhoro ya wa maandiko. Ugawatere Yesu ni Sabato. Yesu ni Sabato. Okay. Baba gatere magari ni maandiko ati amri ziliisha. Kama amri ziliisha, nikusema kwamba sasa tuibe. Toiye, baba magari ni maandiko. Bora watu wengi hito mmoja gatere magari ni maandiko. Koro magari ni maandiko. Sabato hori. Ona duka ici tutibati gutida kuhika andu magathio kwa maria thiku magathio kwa maria thiku tondu na matingeia na mundu agikeia ri ndagibati kurio kiuria magani magethirire niguo hunje marutana niguo murarutana magani magai niguo mugara mathirire Jesu ni mahorire bote iguru aiko magani ni mathirire 10 jisa wae mukawene wame pale ya usemania nayo ukuma kukwene kalimage wale no gerio mundu nikira nikega kwene no kama ibo mugarani kama ni shaitani turajikireire magani magethirire uratigo wa mundu wa maega nikwa mukawene we urata wakwa tigai kwetiria ni ahunjia maheni acio mamwira magani 10 ni mathirire magani 10 matire mathira ni magutura na mamomagirwo ni andu aria thiku Sabato ĩho thĩinĩ ya mũthenya wa mũgwanja, na nĩ ĩregetwo nĩ thĩ ĩno yothe, na thĩ ĩno yothe ĩkũngana marĩ othe mogane wakusanyike wote wakataana na Sabato ya Mungu wa kweli, Sabato ya siku ya 7. Siku ambazo zinakuja hapa mbele ni waodota, tunaletewa kitu inaitwa Sunday Worship Roll, inakuja hiyo, inakuja na watu wote ambao hataingia katika hiyo Sunday worship wataangamizwa na watauliwa wote. Akaija mwere akoroka kio ile kwera kwa marata theni wale itonekoroka system njeru na system inajereretwo the new age movement ni kuregana na uhoro wothe wa mwene hinya magokie family iko ithoke ikiona igwatiriri empowering the mundu na maigana na mundu waja ukareho uhoro wa kindu gitagwo homosexuality ati mundu no ahikia uria kwenda mundu ahikia mundu mume uria ukareho na njamba nginya njamba iria ingi kana ndegwa ikirugira ndegwa iria ingi riu ri mundu umari etikiuikagia mundu mume uria ungi hau no twerekeire thiini wa thĩ itũ o mũkiugaga maathani nĩ mathirire 10 inyuĩ mũkaninwo nĩ mwene hinya nĩ ũndũ wa kũrega maathani make mwarega kwĩrira no mũgathira jehanamu ĩmwetereire thĩinĩ
na mwana ni murakaraga na mukaiga ni muraingĩrĩrwo mũhunjia ũcio atĩingĩrĩire hunjia Jesu hunjia Kristo marigwo atĩrĩrĩ Jesu wanyu mwendaga hunjio atarĩ na maathani nĩkĩ mugaga nĩ aninire maathani mwathani ũrĩa wa matarĩ nina maathani 10 nĩ magũtũũra na angĩkorwo maathani 10 nĩ mathirire-rĩ gũtibatiĩ gũkoragwo igoti mũrata wakwa tondũ mũndũ araira agatwarwo igoti-inĩ mũndũ aroraga ũrĩa ũngĩ agatwarwo igoti-inĩ mũndũ aramuka wene agatwarwo igoti-inĩ agacirĩrwo nĩ igoti na igoti nĩ rĩega na rĩho nĩ ũndũ wa andũ arĩa aganu nĩgetha maherithio no hunjia ũmũthĩ marera andũ atĩrĩrĩ maathani nĩ mathirire angĩkorwo maathani nĩ mathirire-rĩ rĩathani nĩguo ndũkanatharanie-rĩ ũraga gũtharania nĩkĩ rĩathani nĩguo ndũkanorogane-rĩ ũrakĩra kũũragana nĩkĩ we mũrata wakwa koguo tigai kũhĩtithio na Shaitani nĩgetha agĩe na ũhoro ũcio wa gũtũma maathani maithe witũ mage gwĩkĩrĩrwo mũno ahũthagĩra hunjia maheni false preachers walimu wa uongo ndio wanatumiwa na Shetani ili wahubirie watu uongo na watu watapotea maana wanahubiriwa uongo. Hata ndio mwanadamu ametea Amerika yaragia maũndũ kenda how the devil destroy the country. Number 1 anafanya nini? Anatumia wahubiri ambao wanahubiri ya kwamba amri ziliisha. Kama ambao wanasema amri ziliisha, amri za Baba ziliisha. Kwa hivyo sabato ya Baba wetu wa mbinguni ipo na ni siku ya saba na ni sabato na Yesu sio sabato. Kama unasema Yesu ni sabato, tukaribie mahala hapa tutueleze hivyo. Tusije tukaada alafu mkarudi mkasema ya kwamba wale watu walikuwa wanasema hapa Yesu ni akoro mara ni aninire ndio tutia wana watho wathire watho wakita na Musa angĩkorwo watho wakita na Musa rĩ mũrata wakwa rĩ nĩkĩo ngakũroka ciara irathera ciariũ tondũ rĩrĩa nĩugaga atĩrĩrĩ tiaga ũguo na nyũkwa nĩgetha matukũ maku maingĩ magũtũra bũrũri ũyũ hetwo nĩ mwene hinya rĩu-rĩ nĩkĩo ngũroka ciara ithiĩte na mbere kũremera ciariũ kwanja kwĩna rika inini ya marika maitũ mareta Gen Z mareta generation Z aya maremete magathio na kũu brata maremeire ciari matiraigua ciari rĩrĩa ciaro rũgomu na nĩ ciaro rũtũrĩku mũno na nĩ wahunjia maramera atĩrĩrĩ maathani nĩ mathirire nĩ mahũrirwo nĩ Kristo mũtĩ igũrũ rĩu tũtigaga gwathagwo nĩ watho ũcio maathani nĩ mathirire rĩu nĩkĩo ciana iraremera nginya aciari tondũ makorete hunjia maramera maathani nĩ mathirire maathani matirĩ ho no nĩ marenda kũrega atĩ sabato ya mwene hinya na nĩkĩo mũrakora atĩrĩrĩ anake na airĩtu marahũra maithe na manyina mao nĩ ũndũ wake rĩu-rĩ wathani wagĩthirire mũndũ akahũtia mũciari wake agacoka agatwarwo harĩa igoti-inĩ mũthenya ũngĩ tũkamũgana nĩaraurwo kĩng'ong'o nĩkĩ tondũ nĩ mũndũ mũremi no inyuĩ mwĩraga andũ atĩrĩrĩ maathani nĩ mathirire ahunjia ta acio kwanja nĩo tũramenda mũno tigai na acirika ya angĩ matathomete mũno inyuĩ kwanja mũthiĩte theology nĩ tũramũbatara mũno mũtũkuhĩrĩrie mũtwĩre atĩrĩrĩ maathani mathirire atĩa nyinyi ambao mmeenda theology ya shule tunawahitaji sana mtuambie amri ziliisha kivipi. Kuna mafunzo mengi ambao tungewafunza mahala hapa ambao ni ya uongo. Je, sasa wacha tusikie sabato ya kweli ilibadilishwa na kina nani? Nisomee kitabu cha Katekisimu ya maswali na majibu ambayo inatokana na kanisa Katoliki. Nisomee ukurasa wa 133. Inasema nini? Ukurasa wa 133 tusikie kubadilishwa kwa sabato na kanisa la Kirumi. Ndio walibadilisha sabato ya siku ya saba wakaleta Sunday worship. Soma andiko sasa. Nasema amri ya 3. Atupindua pale. Ukurasa wa 134 hapo. Katika Agano Jipya tunasoma katekisimu ya maswali na majibu. Katika Agano Jipya siku ya Bwana ilibadilishwa na kuwa siku ya Jumapili. Siku ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza ya juma ni ipi mwalimu? Kwa sababu mwalimu, siku ya kwanza ya juma ni ipi? Siku ya kwanza ya juma ni Sunday. Siku ya kwanza ya juma ni Sunday. Kwa hivyo wanasema kwamba
Sabato ilibadilishwa na kuletwa siku ya kwanza. Kwa sababu Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Ati Yesu alifufuka kutoka kwa wafu siku hiyo ya Jumapili. Siku hiyo ya Jumapili. Ndugu yangu, sikia uongo ambao tunadanganywa na kanisa ya kwamba ati Yesu ndiye alifufuka siku ya kwanza na siku ya kwanza ikakuwa sasa ni Sabato. Huo ni uongo. Hakuna pahali Mwokozi wetu alisema kwamba baada ya kufa na kufufuka Sabato ikabadilika. Warumi ndio walibadilisha Sabato ya kweli, wakaleta siku ya kwanza ya juma ya kuabudu jua ambayo inaitwa Sunday worship. Sunday worship ililetwa na Warumi mnamo mwaka wa 325 AD. Chama kinaitwa Nicene Council ambapo mabishop 318 walikuwa wamekusanyika katika Nikea kule Laodikia, wakaadhimisha kwamba sasa wamebadilisha siku ya Sabato ambayo ni siku ya saba ya wiki na wakaleta Sunday worship. Kwa hivyo Sunday worship iliadhimishwa au ililetwa na mtu, ililetwa na kongamano la Nikea mwaka wa 25. Mwaka wa 64 kukatokea amri ya kwamba all civil servants from the government they should leave or they should receive from the work, waachane na makazi sasa wapumzike siku ya Sunday. Mnamo mwaka wa 64 mpaka miaka ambayo ilikuja hapo nyuma, watu wengi waliuawa sana na ufalme huu wa Rumi. Wakaua watu ambao walikuwa wanashika amri za Baba na ikiwemo Sabato ya Baba wetu wa mbinguni. Watu karibu 100 milioni waliuliwa kwa sababu ya kushika Sabato ya siku ya saba, na hapo ndipo tunaelekea. Kwa hivyo wale watu ambao watakuwa wamekataa Sabato ya kweli ya Baba wetu wa mbinguni, hukumu yao wanangojea Baba wa mbinguni, atawaua, atawaangamiza. Nisomee kitabu cha Kutoka 21 mstari wa 15. Maandiko yanasema nini? Kitabu cha kitabu cha Kutoka 31 mstari wa 15. Nasema nini? Tusikie ambao watakataa Sabato, wafanya kazi zao, Baba wetu anakuja kuwaangamiza. Atawaua wote. Baba wa mbinguni ataua wote ambao wamekataa Sabato ya kweli ya Baba wetu wa mbinguni, Sabato ya Jumamosi. Dramo na mwana yue kwa jau ya yue akidame aleke mwingete mutaroka nitodie utikamo ndo no mwe ugota ko yania ndo akimera idwe tugaga Yesu abirwa mutaigo wake nina ngamato hatire yade kana le maruga ga Yesu ngani le na bato wata ruga maandiko inasema kazi itafanywa siku sita. Lakini siku ya saba ni Sabato ya kustarehe kabisa. Takatifu kwa Bwana. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya Sabato hakika yeye atauawa. Si mimi nitamuua, bali Baba wa mbinguni ataua wote ambao wamekataa Sabato. Siku ya mwisho watahukumiwa katika kifo. Ambao wamekataa Sabato ya Baba wa mbinguni ambayo ni amri ya 4 inasema ikumbuke siku ya saba uitakase. Kwa hivyo Warumi ndio walileta Sunday worship kupitia kanisa la Kirumi hapa duniani. Kwa hivyo ambao wanashika siku ya Sunday worship wote wanafuata viongozi wao ambao ni kanisa la Kirumi. Kwa hivyo kanisa la Kirumi ni mama ya watu wote ambao wako Sunday worship, na hapo ndipo tunaelekezwa na ufalme huu wa 4 wa dunia unaitwa ufalme wa Kirumi. Utarudia tena kuangamiza watu. Ndio unaona saa hii wanaprepare kitu inaitwa agenda, yani New World Order. New World Order inatayarishwa
ili sasa dunia hii yetu iendelee kuunganishwa, ikuwe pamoja na makanisa yote ambayo iko katika WCC, World Council of Churches, yakaunganika pamoja. Na ndio maana siku hizi watu wanafanya kitu inaitwa interdenominational faith, yaani watu wanaungana ati maana wameamini Mungu mmoja, na Mungu ambaye ameaminiwa na watu wa siku hizi, Mungu wa uongo, ni Mungu ambaye ni Mungu wa Utatu Mtakatifu, ambaye watu wengi wa dunia hii wameamini Mungu wa uongo ambaye anaitwa the Trinity God. Trinity God ameaminiwa na watu wote, Wakatoliki na Waprotestanti wote, na wataungana siku ambazo zitakuja hapa mbele, na wataendelea kuungana, washikamane, walete kitu inaitwa Sunday Roll. Sunday Roll ikuwe sasa ni Sunday worship. Yule mtu sasa atakosa kufuata hiyo sheria yao, atalia, ataangamizwa na atauliwa. Hivyo ndivyo kutakaa. Lakini nyinyi mkiambiwa kweli, unasema ya kwamba hubiri Yesu, hubiri Yesu, hubiri Yesu. Hebu nisomee kitabu cha katekisimu hiyo sasa, hiyo ya red, hiyo inaitwa the compendium. Hebu soma pale katekisimu, swali la 462. Swali la 462 unisomea na lugha hiyo ya Kiingereza, tutatafsiri. Nisomee katika Ngozi kwanza. The Catechism of the Catholic Church. Compendium. Swali la 452. Swali la 452. Inauliza, for what reason has the Sabbath been changed to Sunday for Christians? For what reason has the Sabbath day has been changed? Sasa hii ni kanisa la Katoliki wanasema, for what reason has the Sabbath day has been changed? From where? For Christians. For Christians. Wanajibu, the reason is because Sunday is the day of the resurrection of Christ. Sunday is the resurrection of Jesus Christ. As the first day of the week. As the first day of the week. It recalls the first creation. It recalls the first creation. And as the end day. As the end day. Which follows the Sabbath. Which follows the Sabbath. It symbolizes the new creation ushered in by the resurrection of Christ. Kwa hivyo wanasema kwamba siku ya Sabato ilibadilishwa kwa sababu Mwokozi wetu walifufuka mnamo siku ya kwanza, yani Sunday. Hivyo wanasema kwamba walibadilisha siku hiyo ya Sabato wakaleta Sunday. Sasa kuna swali moja hapa waliulizwa kuhusu which is the Sabbath day. Hapo ndipo nataka tusikie. Waliulizwa katika katekisimu kubwa inaitwa the CC of the Kaleman question. Waliulizwa vipi na wakajibu vipi? Hebu nisomee pale swali linauliza nini? Soma pale. Inaulizwa which is the Sabbath day? Which is the Sabbath day? Question. Hebu kwanza sema question. Sasa ni swali. Which is the Sabbath day? Ni swali wanakanisa la Katoliki waliulizwa hivi. Which is the Sabbath day? Which is the Sabbath day? Wakajibu hivi. Saturday is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Si mimi, ni kanisa limesema kwamba Saturday is the Sabbath day. Si mimi. Wao wameandika wakasema Saturday is the Sabbath day. Kwa hivyo Wakatoliki wanajua kwamba hapa ninawapenda, maana wanatuletea ukweli peupe. Wanatuletea ukweli peupe ili wakupotea wakutopotea asipotee. Sasa wametuletea ukweli peupe, wakatuambia kwamba, na wakaulizwa swali which is the seventh day, wakasema Saturday is the seventh day and it is a Sabbath day. Dunia yote imekataa Sabato ya Baba, na nyinyi wote ambao mmekataa Sabato ya Baba, mkikosa
kutubu dhambi zenu na mrudie Baba wetu wa mbinguni wa kweli, ambao sio Mungu wa Utatu Mtakatifu, ambaye Mungu huyu ameunganisha dini zote potovu ambazo zinakataa imani ya kweli. Ndugu zangu, mtapata kupotea. Kwa hivyo Sabato ni 7 days, na ndio Sabato, sio Sunday. Sunday ni siku ya mtu kuiadhimisha, watu wakaanza kuipumzika, na sio Sabato. Sunday sio Sabato ya kweli, ni Sabato ya uongo ya kubudiwa na watu. Mtu ambaye alikuwa anaitwa Emperor Constantine, yeye ndiye mwanzilishi wa Sunday worship. Na Constantine alionekana mwaka wa 313 AD, yeye aliyeleta ubadiliko wa Sabato ya kweli, wakaleta Sunday. Kwa hivyo Wakatoliki wanasema kwamba Sabato ni Saturday, lakini wanasema kwamba sisi tunaiadhimisha siku ya Sunday, maana Mwokozi alifufuka ile siku, lakini huo ni uongo. Sasa ndugu zangu na dada zangu, katika upande huu wa Ruringu, tunashukuru sana kwa ajili yenu, maana mmetukubalia na Baba wetu amewasaidia na akafanya muwe mahala hapa na mkisikiliza ujumbe wake wa kweli. Tulikuwa na ujumbe mwingi, lakini tunaona kwamba kama ujumbe huu hatutaendelea nao, maana kwa kutojua kwetu sisi hatujajua ya kwamba siku hizi sheria inaendelea ikibadilika. Sisi hatukuwa tunajua sheria inaendelea ikibadilika, na sasa ni vizuri niwaambie, kwa sababu mnamo siku ya kesho majaliwa mnaweza kosa kutuona au kutuone. Kwa sababu gani? Sheria ya siku hizi katika nchi yetu ya Kenya inasema kwamba lazima mtu comply na barua ya kuhubiri, lakini sisi kulingana vile tulikuwa tunajua pale mbeleni, vile tulikuwa tunafanya hapo mbeleni, sasa mambo inaendelea ikibadilika, na tunasikia kwamba sheria sasa inasema kwamba lazima mtu comply for one day, lazima mtu alipe shilingi 5,000, alipe 5,000 ili comply with the rule of the preaching. Sasa sisi hatukuwa tunajua mambo hayo, na hayo mambo tuliongea na wale walituambia mambo hayo, na tukashukuru, maana ni watu wazuri, walikuja kwa unyenyekevu wakatuelezea mambo hayo bila kujua sisi. Lakini kwa upendo wa Mwokozi wetu wa Baba wa mbinguni, sisi hatuna zile hela za kuhubiri kila siku 5,000, maana ni vizuri tuwaambie kweli, na ni vizuri mjue hayo, na mjue kwamba sisi tumewapenda sana watu wa Ruringu. Ninajua kuna wengi wanafurahia kwa huu ujumbe, na ninajua kuna wengi ambao wangeomba ujumbe huu uendelee na mbele, ili wapate kufahamu mengi ambayo wamefichwa na wahubiri. Lakini sisi hatuna budi wala la ziada, bali sisi tunaona kwamba tutaondoka mahala hapa. Tulikuwa tumebakisha siku kama 5 tumalizie mahubiri.